Yes, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu, hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Moja kati ya story ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii, mtazamaji wa Uhondo TV, ni story ambayo inamhusu mwamuzi aliyechezesha mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa Football Club kutokea pale mkoani Kigoma. Mchezo ambao utamatika kwa klabu ya Simba kuweza kuibuka washindi na kupata nafasi ya kupata pointi 3 ambazo ziliwasogeza kwa kiasi kikubwa kwenye nafasi ya pili, lakini kutengeneza ile gap au kupunguza ile gap ambayo baina ya mpinzani wao mkubwa, mabingwa historia Young Africans na Simba Sports Club. Lakini malalamishi yamekuwa kwa kiasi kikubwa kwenye mitandao ya kijamii, watu wanaanza kuzungumza kwa kiasi kikubwa kwamba inawezekana ni maamuzi ambayo yalitolewa lakini hayakuwa na uhakika kwa 100%. Wadau, wana michezo, wachambuzi wameonekana kupinga kile kitu ambacho kilitokea katika huo mchezo. Lakini to be honest, kwa mimi naweza nikasema kwamba referee au mwamuzi ni sheria namba 5 ya mchezo wa mpira miguu, kwa anakaa kwenye ile nafasi ya namba 5 au sheria namba 5. Lakini sheria namba 6 ya mpira miguu ni wale waamuzi wa pembeni, maybe bendera, VAR, video assistance of referee, force official, wote wanaingia nafasi ya 6. It means kwamba, au maana yangu kwamba, au inamaanisha kwamba mwamuzi ndo referee au kiongozi pekee ndani ya uwanja ambao anaweza akatoa maamuzi sahihi au maamuzi ambayo sio sahihi, kwa sababu mwenyewe ndio final say kwamba kitu gani ambacho anakizungumza, matokeo gani ambayo anaweza akatoa, lakini maamuzi gani ambayo anaweza akatoa. Lakini pia Kefa Kayombo ambaye amekuwa anazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii, mwamuzi ambaye alichezesha mchezo Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa. Of course naweza nikasema kwamba kuna moments au kuna matukio ambayo yaliwashangaza watu wengi. Watu walikuwa wanazungumza kwa kiasi hicho kwamba inawezekana kutengeneza ile fair play kwa kiasi kubwa, kwa sababu Mashujaa walitangulia goli la kwanza ambalo lilifungwa na Jafar Kibaya, mchezaji ambaye amekuwa kwenye mwendelezo kulingana vile vitu ambavyo amekuwa anavifanya. Lakini pia ukijaribu kuangalia magoli mawili ambayo alifungwa na Simba Sports Club, magoli yote ambayo ni ya mikwaju ya penalty. Goli la kwanza la Christian Leon Ateba, goli la pili pia la penalty la Christian Leon Ateba. Nafikiri kwamba penalty ya kwanza ndio ilikuwa na gumzo kwa kiasi kikubwa kulingana na namna ambavyo mwamuzi aliweza kutoa yale maamuzi ambayo maybe naweza nikasema kwamba hayakuwa sahihi kwa mtazamo wangu, lakini hayakuwa sahihi kwa sababu ukijaribu kuangalia ile reaction kwa kiasi kubwa ni kama mchezaji wa Mashujaa ule mpira kushika. Yani of course naweza nikazungumza kwamba asilimia kubwa zilikuwepo kwamba kuna kama reaction kwamba huyo mchezaji alishika, lakini inabidi utazame kwa jicho la pili kwamba huu mpira ulikuwa kwa kiasi gani, ulikuwa karibu kwenye ule mkono wa beki wa Mashujaa kwa kiasi gani. Hicho ni kitu ambacho inabidi ukipime. Lakini pia penalty ya pili ambayo alitoa mwamuzi Kefa Kayombo, na yenyewe ilionekana kuwa na utata kwa sababu kibendera mwamuzi akuiona yale mazambi ambayo alifanywa na mtu kama Shomize Wecho Marikapumbi kwenye penalty box ya klabu ya Mashujaa. Mwamuzi akuiona, mwamuzi wakati wale fali wakati, lakini mwamuzi wa pembeni, kibendera pembeni, mwana mama akayaona, akaonyesha kibendera, mwamuzi akamwona, akasema kwamba ni mazambi yamefanyika. Lakini yule mwamuzi wakati ambaye ni Kefa Kayombo akujua kwamba je, makosa yamefanyika ndani ya penalty box au nje ya penalty box, ni kitu ambacho kilionekana kuwa gumzo. Lakini at the end mwamuzi wakati anaweka kwamba it was a clear, anasema kwamba ni clear penalty, anaweka katikati. Of course unaweza kusema kwamba contract ilikuwa, lakini sio kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kimwangalia mtu kama Shomize Way, nafikiri alikuwa mazambi alifanyika ndani ya penalty box, lakini alienda pata ndani. Contract ilikuwa ya kawaida, lakini to be honest kwa mimi naweza kusema kwamba ilikuwa ni clear penalty. Lakini ofu inakuja kwamba yule mwamuzi wa pembeni ambaye alionyesha kibendera, ambaye mwamuzi wakati akuona kwamba maybe alikuwa mazambi. Hicho ni kitu ambacho kimeonekana kuzungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni miscommunication kati ya mwamuzi wa ndani na mwamuzi wa pembeni. Mtazamaji wa Uhondo TV, hizo ni historia ambazo zimekuwepo, lakini nafikiri bado TFF na bodi ya ligi wanaweza kutoa tamko kwa kiasi kubwa kwa yule mwamuzi ambaye alichezesha mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa Football Club, kwa sababu ni kama gumzo ambayo imekuwepo kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni Uhondo TV. Mimi naitwa Aidan Jeremiah, the best presenter wa Uhondo TV. Kwa hiyo tuendelee kusubiria tamko kubwa kutoka kwa TFF na bodi ya ligi. Bado wana nafasi ya kuweza kuungamua matukio ambayo yamekuwa yanatendeka, lakini kama ni unprofessional ambazo zinafanyika ndani ya uwanja au kuna matokeo maybe yanapangwa ndani ya uwanja, nafikiri bado kuna room kubwa kuweza kujiuliza kwa kiasi kubwa kwamba bodi ya ligi kuna kitu ambacho wanaweza wakakitoa. Hao tunasema kwamba refati ambao ni referees football Tanzania, wale wakufunzi waamuzi wana nafasi ya kuweza kujua kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya kwa kiasi kikubwa.